Mimi mwanamke wangu mwezi mmoja tu kila kitu kawa tayari. Kwa hiyo ile ndoa ilikuwa ni ndoa ya haraka, lakini kusana ilikuwa kwa ajili ya dini. One, two ilikuwa kwa myself kujizuia vitu vingine. Sure. Plus kwa sababu sikuwa nataka mchango wa watu. Sikutaka maneno. Kwa sikuona haja ya kumwambia kila mtu. Kwa sababu ningekuwa labda nataka michango, jamani nisaidieni. Mngeweza mkajua. Kwa hiyo that was one, ilikuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini najua mimi ni mwanamitindo, inabidi tufanye kitu sasa kwa ajili ya jamii. Na inshallah ndio mnayoitaka mtaipata. Nilikuwa nimekuuliza pia kwamba kwa nini unamficha sana yani. Sawa, hakuwa sana kwenye mitandao, hajapigwa miuli mingi na wauni huko na nini. Wait, usimjibie. Tunajua, tunafahamu kwa nini, kwa sababu tunajua vitu vyake vingi vinakuwa wazi. First nataka kufahamu kuhusiana na hilo kwamba kwa nini unamficha sana, lakini pia issue ya wewe kuficha sana mahusiano yako, unahisi imekuwa na faida gani sana kwako? Mimi nimeoa mwanamke kwa ajili yangu, sikuoa mwanamke kwa ajili ya watu. That's one. Lakini nikisema namuonesha ina maana kama nimeolewa watu. Afu mimi nimekuwa na maisha yangu yote imekuwa ni hayo tu. Nimekuwa ni hayo. I want peace in my house. Kwa maana nimetafuta mwanamke niliyomtafuta. Kusema kama nitamficha milele itakuwa swala la uongo. Kwa sababu mimi bado ni kijana, bado napenda kuflex. Na kwenye sura kwenye sura gani? Sura al-Duha. Aya mwisho inasema zionesheni neema zangu. Mwenyezi Mungu anasema zionesheni neema zangu. Kwa kuna kitu kipata kizuri basi kioneshe. Kwa hiyo neema lazima tuione. Pointi yangu sasa itakavyokuja kwamba kama tuli-inspire watu kwenye namna nyingi za kuishi maisha ambayo wao walikuwa wanaona kama ni flex kuishi, kama sijui hayo ya kuwa upo kwenye mayachi, girls wana twerk na nini, tulikuwa tukionyesha. Kwenye namna hii ya pili vile tutaonesha. Kwa hiyo mke wangu hatojificha sana, ataonekana na ataongea ikifika wakati. Kwenye harusi mtamuona vizuri, ataongea na nitakuwa niko naye kwenye events. Nitakuwa naye, lakini sio kwa maana sasa kwamba eti ndo namuonesha, lakini kwa sababu tupo kwenye namna nzuri tu, tunafundisha watu kile ambacho tumebarikiwa kufundisha watu, ili vijana nao waone umuhimu wa kuwa na mwanamke mmoja. Unaweza kumfanya mwanamke mmoja akawa bora ya wanawake wengine. Lakini ukisema kwamba eti mimi kwanza kumficha, ina maana kama na mademu wengine pembeni, labda napiga mke wangu asijue. Kwa hiyo mimi nimemaliza, mke wangu ni mmoja tu, kwa sitakuwa na hiana tena. Kwa gym nini, kwa sababu mke wangu ni mtu wa mazoezi, gym nini, watu wa gym watakuwa wanamuona gym, of course nitakuwa nakuja kwenye interview, lakini yale mambo ya kujistiri na nini tutaendelea kwa balance kama ambavyo mimi nipo, kwa sababu nilikuwa natafuta mwanamke ambaye anaweza kubalance mimi nilivyo. Sio kwamba eti ndo umeona kama sio mbona swa kanzu, lakini bado vitu vingine vipo yani. Kwa hiyo tuko kwenye maisha yote ya dini na maisha ya kawaida. Kalisa, ulizungumzia kuhusiana pia na familia yako. Moja kati ya interview nilizofuatilia nyuma, ulisema familia yako wote ni watu wa dini sana. Nataka kujua wakati umeamua kwamba najifunza, I need to change, I need to be new Kalisa, kuna influence yote uliopata kutoka kwa ndugu zako au kuna ambao pia walikushauri? Moja. Swala la pili pia ulisema tattoos na kuumiza sana, kwa sababu most of the comments nikiangalia watu huwa wanazungumzia sana hilo swala. Ushafikiria labda ufute na nini? Okay. Kwenye familia yangu imeshtuka kuona kwamba wamependa hii new version of me, lakini tayari walikuwa washanikubali kama nilivyokuwa. Sio kama nilikuwa na wadui na familia yangu muda mrefu. Ilikuwa tu mara ya kwanza wakati naendelea kuwa mtu wa mjini. Lakini baadaye walivyoona nimetoka afu nimefanikiwa, na familia ilivyo bado kwenye events za familia nilikuwa nikienda, bado ndugu zangu kaka zangu wanapiga picha na mimi. They don't judge, wanaona huyu ndo kishaamua kupotelea huku, apotelee tu huko. Kwa hiyo bado nilikuwa na urafiki na ndugu zangu bado, lakini baadaye nilipo transform wakapenda zaidi. Kwa hiyo wamenenia. Lakini hizi mimi naona ni Allah wanamvuta mtu yote anayempenda. Mtu anapotokea amefariki, anaacha vitu viwili pale kwenye kaburi lake. Hii sasa ni nyingine ya ndani. Anaacha roho safi na roho chafu. Kwa sababu kullu nafsi dhaikal maut, ndio nafsi inazikwa ni moja tu. Kuna kwa nafsi tatu. Ile ya kwanza dini leo ile ya kwanza inauzikwa. Kuna nafsi nyingine zinakuwa pale mbili juu ya kaburi. Nakuja kujibu swali lako na kuanzia mbali. Zile mbili zinakuwa zinaenea juu ya kaburi pale, kuna kuwa na ubaya wake wote au azikinao, kwa sababu ile nafsi nyingine. Nafsi inazikwa ni moja. Kwa zile nafsi tatu, ubaya wake na uzuri wake, yafu yeye mwili wake ndo anakuwa amezikwa. Sasa ule uzuri wake malaika wanaochukua wanaenda nao mbinguni, uzuri wake. Afu ule ubaya wake sasa unakuwa una hang makaburi, ndo uchawi wenyewe.
Ndio wanaambia si vizuri kutembea makaburini. Ule uchawi na maana mtu kama alikuwa anaua watu, mtu nini, uchawi wake ule na hii ndio wakitumia wachawi wanakuwa waenda makaburini kuchukua ile bad energy ile. Ndio wanakutafuta kama wewe mgenge, wanakutumia ile mikosi. Kwa hiyo ina transform kuja kuwa kama mikosi. Kwa hiyo sometimes ile huwa inakaa for some time. Kama hajachukua na wachawi yenyewe inakuwa inatembea usiku. Kwa hiyo ndio wanaambia usiku si vizuri kutembea. Kuna vitu vibaya utakutana navyo, ni vibaya ni huo sasa. Au kutembea labda kwa hauna udhu, kutembea ukiwa mchafu. Kwa hiyo sometimes unaweza kwa ujarogo wala nini. Umekutana tuna mabala. Umekutana na ile sala imekuvaa, wewe unakuwa na mikosi. Sasa ule uzuri ambao umeenda mbinguni, Allah ana transform ule uzuri, ana supply kwenye familia yako. Kama ulikuwa mtu wa dini, lazima watoto wako kuna namna watakuwa wanajikuta tu wenyewe wanalindwa, wanapata baraka. Ndio ambacho kimekuja kwangu mimi. Mimi babangu alikuwa ni mtu wa dini. Kwa hiyo kuja kutransform kuja kama kwa kwenye dini pia ni kwa sababu nadhani ni uzuri wa mzee kuswali na kila kitu nini ikapelekea kupata baadhi kama. Kwa hiyo ni Allah tu mwenyewe. Bana, time yetu imekata kabisa. Tumepiga stories za kutosha na tumeshakula tayari dakika za just in case hapa. Time imeshafika saa 11. Mimi nitataka kauli moja tu, vitu viwili. Kumalizia pia issue ya tattoo. Ndio anamalizia tattoo, alafu aunganisha hapo ndio tutakuwa tunaondoka. Malizia issue ya tattoo, lakini pia mwanamke wako baada ya kumuoa amekukataza kitu gani? Na je, ikitokea sasa hivi msanii anahitaji wewe ushiriki kwenye video, uko tayari? Sawa. Sawa. Tattoo ni kifuta na kwa nafuta kwa ajili ya binadamu. Tunaelewa Allah yeye anasamehe kila kitu ambacho ukisema tu umetubu anakusamehe. Kwa hiyo itanichukua vitu vingi kuniumiza, afu nitakuwa nafanya kwa ajili ya binadamu. Kwa hiyo I'm gonna leave it here. Zishakuwepo, zipo na ziacha kwa sababu as long as sina plan ya kuongeza, kwa hiyo ziko na ziacha kwa sababu tayari nafsi yangu najua ni kitu ambacho nilifanya long time. Sitakaa one. Kija kwenye swala la mwanamke wako amekataza kitu gani? Sawa. Mwanamke wangu kuna vitu kadhaa amenikataza for her peace. Kama sasa kuongea vitu vingine itakuwa sio sawa. Lakini kimoja tu ambacho unaona ni chepesi sana tunaweza tukafahamu wote. In general. Kurudi nyumbani mapema kwa sababu yeye ni mtu ambaye mara nyingi kutoka kazini saa 11 saa 12 kujiandaa kwenda gym, kuna muda fulani anakuwa nyumbani. Kwa hiyo kurudi nyumbani mapema. Ananijua mimi nilikuwa mtu aina gani na wala si mtu wa kunibana kwenye namna kama hiyo. Kwa hiyo vingine ni vitu vichache ambavyo mimi kuna misingi nilimpa na vitu vingine vyote tumeelewana, lakini unaelewa na kwanza nilisema ulinzi, makatazo, marekebisho yote yanakuja kwa Allah. La mwisho sorry kwa ndugu zangu ambao sijawalika kwenye harusi. Inshallah inakuja harusi yao wanaoitaka, lakini Tanzania hapa tuna harusi ngapi? Tuna harusi nadhani kama 4 zilikuwa kubwa. Inshallah ya kwangu mimi itakuwa kubwa. Nadhani harusi kubwa imefanyika Tanzania ya kuvunja record ni harusi ya Brother Jux. Na inaendelea kufanyika. Baada ya hapo nadhani harusi nyingine ilifuata kubwa ni nadhani ya Hamisa. Au? Nandi pia na Hamisa ilikuwa kubwa au? Kulikuwa Nandi. Au? Hiyo kila mtu ana opinion yake. Kila mtu ana opinion sana. Naomba nimweke Hamisa sababu ni mwanangu sana. Hamisa afu labda ndo Nandi, kuna Manara hapo sio. Sasa ya kwangu mimi itakuwa ni harusi ambayo itaweka record kubwa sana kwenye nchi yetu. Simaanishi kwa maana sio utajiri, sijui sitaki kusema kwa namna yoyote ile kwamba sio labda itakuwa ndio ya kitajiri. Lakini harusi yangu itakuwa ni harusi ambayo itakaa, haijawahi kufanyika kwanza. Haijawahi kufanyika Tanzania na Kenya na Uganda. Na sio muda mrefu. Kama nilivyo surprise watu kusema nitaona na sio muda mrefu sana inafanyika. Very soon. Na watu wote ambao watakuja kwenye hiyo harusi mimi tutakuwa nimewaalika mwenyewe kwa simu yangu. Tunaomba na Gen Talk tuwepo kalisi. Na itakuwa kwenye kitu ambacho kwa hiyo nataka kuonesha ile kwamba bwana kwa industry yangu tunaweza tukafanya kitu kiheshimika kwa namna yetu. Tunaweza tusipambane kwa namna ya utajiri kwa namna fulani, lakini tunaweza kufanya kile ambacho tunaweza kufanya kwa sisi tulivyo. Cha mwisho kabisa ambacho mgenge alikuwa amekuuliza ni kwamba ikitokea sasa hivi mtu anakuhitaji kwenye video yake utashiriki? Sasa mimi sifanye video. Mimi sifanye video. Video nimekuwa nikizitoa hizo kwa kaka zangu wengi tu. Mimi sio muda wa video tena. Mimi siku hizi kufanya biashara. Mimi sasa nina makampuni nafanya vitu vingi. Kwa hiyo kufanya video siwezi kufanya video tale. Mimi video yani there's no way utanikuta mimi nafanya video kwa sababu siwezi tena kumkosea Mwenyezi Mungu kwenye kitu kama hicho. Nitafanya kazi yoyote ambayo itanifanya niwe sahihi kwenye dini yangu. Sio tu video. Pombe siwezi kutangaza, sigara, bangi sitangazi. Sio kuvaa nguo za kike siwezi kufanya.
kazi za kubeti hizi si kampuni ya betting mimi siwezi kufanya kwa sababu ni haramu hiyo, mambo ya riba na kila kitu. Lakini vitu vingine vyote movies nitafanya, sijui mambo ya fitness. Kwa hiyo sawa. Sasa sina bidi tuseme, nakushukuru sana wewe. By the way, bibi yako angekuwa hai, kwa sababu najua ulikuwa kipenzi cha bibi yako, unafikiri angefurahi kiasi gani? Kwa transformation na kuoa? Ndo hili bwana lilikuwa ombi lake kubwa sana. Angefurahi sana. Lakini kiukweli naomba ndugu yangu wewe mwenyewe pia ufuate hizi nyayo, kwa sababu si sawa. Asante. Sisi tulikuwa hapa. Hauna mpango? Kiukweli. Mgenge. Jana kuna mtu nilikuwa naye sehemu akasema, hivi kwa nini mgenge azeeki? Anaelewa kwa nini mgenge pia. Anasema ana miaka anakuona huko hivyo. Anaelewa kwa nini mgenge pia ana tattoo sasa.